Mazishi ya kiongozi shahidi Khamenei yamegonga vichwa vya habari ulimwenguni, ambapo vyombo vya habari kama vile mashirika ya habari, vituo vya televisheni na magazeti kimataifa vimeonyesha umuhimu mkubwa kwa hafla mazishi Imam shahidi wa mapinduzi ya Kiislamu nchini Iran, ambapo tukio hilo limewekwa kwenye nafasi ya juu ya habari za kimataifa kwa kuripotiwa kwa karibu na kwa kina. Vyombo vya habari vya kigeni vimeangazia kwa mapana na marefu mazishi na utoaji wa heshima za mwisho kwa mwili wa kiongozi shahidi wa mapinduzi ya Kiislamu nchini Iran, sambamba na kuanza kwa mazishi ya Ayatollah Said Ali Khamenei mjini Tehran. Shirika la habari la Reuters limeripoti kuwa hafla rasmi ya mazishi ya mwili wa kiongozi shahidi wa mapinduzi zimeanza na zitadumu kwa siku kadhaa, na ripoti hiyo pia imeeleza kuwepo kwa idadi kubwa maafisa wa serikali na viongozi kutoka mataifa nje waliohudhuria hafla hiyo. Baadhi ya vyombo vya habari vya China vimeeleza kwamba hafla hii ya mazishi ni alama ya umoja na nguvu ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, huku baadhi yao zikitaja kuwa ni miongoni mwa matukio muhimu zaidi ya kisiasa na kidini kwenye eneo hilo kwa mwaka huu. Aidha, Reuters imefafanua mipango na maandalizi yaliyofanywa na Iran ili kuandaa mazishi yenye heshima kubwa ya kumwaga Imam shahidi, ikiwa ni pamoja na hatua za kiusalama, kiitifaki na za kiutawala zilizoratibiwa kwa ajili ya tukio hilo muhimu. Sasa nikwambie, katika licha kwamba tukio hilo limekuwa likiendelea, askari usalama wa mji wa Tehran wamewatia mbaroni watu 6 waliokuwa wakifanya kazi kwenye mitandao ya maadui na dhidi ya mapinduzi. Mamluki hao walitiwa mbaroni kwenye eneo la Pardis, mashariki mwa mkoa wa Tehran, kwa mujibu wa ofisi ya uhusiano wa umma ya kituo cha Hazrat Said al-Shohada cha IRGC katika mkoa wa Tehran. Washukiwa hao walikuwa wakituma maudhui na kubadilishana taarifa kikamilifu na mitandao ya maadui na ile inayopinga mapinduzi. Taarifa ya IRGC imebaini kuwa mamluki hao 6 walihusika pia kwenye ghasia ya mwezi Disemba mwaka jana na kuchochea machafuko nyakati za usiku kwa lengo la kuibua mazingira ya ukosefu wa usalama, wakiongozwa na kusimamiwa na maadui wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran. Watu hao 6 wametiwa nguvuni baada ya kufuatiliwa na kuchunguzwa kwa muda na harakati mbalimbali na shughuli zao pia kwenye majukwaa ya mitandao ya kijamii kama vile Instagram na Telegram. Operesheni ya kuwanasa mamluki hao imefanywa kwenye nyakati tofauti kufuatia kutolewa waranti na vyombo vya mahakama. Vilevile, Wizara ya Usalama ya Iran imeapa kulipiza kisasi damu ya kiongozi wa mapinduzi ya Kiislamu aliyeuawa shahidi Ayatollah Said Ali Khamenei, ikisisitiza kuwa mioyo iliyojeruhiwa ya wananchi wa Iran na wapenda uhuru duniani kote haitapata faraja yoyote isipokuwa kwa kulipiza kisasi dhidi ya wahusika. Kwenye taarifa yao Jumamosi, wizara hiyo imeeleza kuwa taifa la Iran limekuwa katika maombolezo kwa zaidi ya miezi 4 kufuatia kuwa washahidi kiongozi wao. Taarifa ya Wizara ya Usalama ya Iran imebainisha kuwa adui Marekani na mzayuni wenye kiu ya damu walitenda jinai kubwa zaidi na njama ya kigaidi katika historia ya sasa kupitia janga hilo kubwa. Nyoyo zilizojeruhiwa za watu shupavu wa Iran na wapenda uhuru kote duniani hazitapata nafuu wala faraja yoyote isipokuwa kwa kulipiza kisasi dhidi ya wahusika wa uhalifu huo, imeeleza taarifa Wizara ya Usalama ya Iran, na kuongeza kuwa kulingana na ahadi ya Mwenyezi Mungu, kisasi na adhabu zitatimia. Taarifa hiyo imesisitiza kuwa maafisa wa Wizara ya Usalama, kwa lengo la kumwenzi kiongozi muadhamu wa mapinduzi ya Kiislamu shahidi Ayatollah Khamenei na mashahidi wengine wa familia yake, wanatoa wito kwa taifa la Iran linalowapenda mashahidi kushiriki kwenye marasimu hayo makubwa na ya kihistoria ya kumwaga imamu wao aliuawa shahidi. Wakati hayo yakiendelea, Rais Masoud Pezeshkian wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran amesisitiza kuwa utawala wa Kizayuni wa Israeli umefanya mashambulizi dhidi ya nchi kadhaa za eneo la Asia Magharibi na umekuwa chanzo cha migogoro mingi pamoja na hali ya ukosefu wa usalama, huku akibainisha kwamba nchi za Kiislamu hazijawahi kuanzisha mashambulizi ya aina hiyo. Rais Pezeshkian amesema hayo aliposhiriki kwenye kongamano la kimataifa la Imamu Khamenei, kiongozi wa milele wa Mukawama, ambapo alianza kwa kutoa heshima kwa mwanzilishi wa mapinduzi ya Kiislamu Imamu Khomeini pamoja na kiongozi shahidi wa mapinduzi na mashahidi wote waliotoa maisha yao kwa ajili ya kulinda uhuru, heshima na utukufu wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran. Aidha, Pezeshkian amewashukuru wageni na washiriki wote wa kongamano hilo waliotoka ndani na nje ya Iran kwa kushiriki katika tukio hilo muhimu. Rais wa Iran pia aligusia ushiriki mkubwa wa viongozi na wageni kutoka sehemu mbalimbali za dunia katika shughuli za kutoa heshima za mwisho na mazishi ya kiongozi wa mapinduzi ya Kiislamu, akieleza matumaini yake kwamba ushiriki huo utachangia kuimarisha umoja na mshikamano miongoni mwa Waislamu. Aidha, alisisitiza kuwa mataifa ya Kiislamu yanapaswa kusimama kwa mshikamano mkubwa zaidi katika kukabiliana na sera ya mauaji ya kulenga watu, matumizi ya nguvu na mwagaji damu zinazotekelezwa na madola yenye nguvu.
Pezeshkian pia alisisitiza nafasi ya kipekee aliyokuwa nayo kiongozi shahidi wa mapinduzi ya Kiislamu, akisema kuwa ukubwa wa hadhi yake, haiba yake, uwezo wake wa uongozi na uthabiti wake ni vikubwa mno kiasi kwamba haviwezi kuelezwa kikamilifu kwa maneno. Na aliongeza kuwa hisia zinazoonekana leo miongoni mwa wananchi, machozi yao na mahudhurio yao makubwa katika shughuli mbalimbali ni ushahidi wa wazi wa nafasi kubwa aliyokuwa nayo kwa wananchi wa Iran na watu wote wapenda uhuru duniani. Vilevile, spika wa bunge la Jamhuri ya Kiislamu ya Iran amejibu bwabwaja za Rais Donald Trump dhidi ya wananchi wa Iran kwa kusisitiza kuwa ashughulikie utapiamlo wa watu milioni 40 nchini Marekani na asihamishie matatizo yao kwa wengine. Mohamed Bagheri Kalibaf, spika wa bunge la Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, amechapisha andiko katika mtandao wa kijamii, ujumbe kwa lugha ya Kiingereza akisema, shughulikia tatizo la zaidi ya wananchi milioni 40 wa nchi yako ambao wanategemea mgao wa chakula, mpango wa msaada wa chakula wa serikali, lakini wakati huo huo unaita nchi zingine kuwa nchi yenye njaa. Spika Kalibaf aliongeza, kauli hii si tangazo au madai ya kawaida. Hii ni kuepuka kuwajibika, yani mnahamisha matatizo yenu kwa wengine. Kalibaf alisisitiza, nasaha na maelekezo yenu kuhusu mpango wa msaada wa chakula wa Marekani bakieni nayo wenyewe. Aliendelea kusema, sisi wenyewe tunaamua kuhusu rasilimali na mali zetu, nyinyi fikirieni kuhusu kiwango cha utapiamlo katika nchi yenu wenyewe. Katika miaka hivi karibuni, mjadala kuhusu hali ya maisha nchini Marekani umeongezeka, hasa kuhusu suala la ukosefu wa uhakika wa chakula, food insecurity. Ingawa Marekani ni moja nchi tajiri zaidi duniani, takwimu zinaonyesha kuwa mamilioni ya watu bado wanakumbwa na changamoto ya kupata chakula cha kutosha na cha mara kwa mara. Kwa mujibu wa takwimu hizo, kati ya 10 hadi 13 ya kaya nchini humo hukumbwa na changamoto ya kupata chakula cha kutosha kwa vipindi tofauti vya mwaka, hali inayowakilisha zaidi ya watu milioni 30 hadi 40 katika taifa hilo lenye uchumi mkubwa zaidi duniani. Vilevile, mkuu wa kitengo cha mahusiano ya kisiasa na vyombo vya habari cha harakati ya mapambano ya Kiislamu ya Palestina nchini Lebanon amesema kuwa operesheni ya kimbunga cha Al-Aqsa ilibadilisha bilinganyo yote ya awali ya kisiasa na kijeshi, huku akisisitiza kuwa istikama na mapambano ya taifa la Palestina vinapaswa kuenziwa kwa siku 1000 baada ya kuanza operesheni hiyo kubwa dhidi ya Israeli.